Assalamu alaikum. Nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa maelezo mazuri sana ya mzee wangu Shengeruko kwa niaba ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Amezungumza maneno ya kina sana, lakini nitumie pia nafasi hii kushukuru sana Sheikh Othman Kaporo kwa kutuendeshea jumuiya hii ambayo imekuwa na manufaa makubwa sana kwetu sote. Tumia nafasi hii pia kushukuru sana pia mzee wangu na Sheikh Ronda, mwenyekiti wa wazee wa jumuiya hii, lakini na meza kuu yote kwa ujumla, kwa namna ambavyo mmetoa mawaidha hapa na namna mlivyohudhurisha. Mimi nimefurahi sana kwa mada hii, na nikiri kwamba imenikuta nyakati ambazo nimekuwa na mambo mengi kiasi kwamba nimehisi kama kujipunja, lakini mada hii ni mada muhimu, na hasa katika nyakati hizi tulizo nazo. Awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo amekuwa mstahimilivu mkubwa katika mengi katika taifa letu, lakini kwa namna ambavyo pia anaendelea kuliongoza taifa letu kwa utulivu mkubwa mno. Sisi kama viongozi wa chini tunao wajibu mkubwa kutafsiri sura pamoja na taswira yake kwa wananchi, lakini pia tunao wajibu mkubwa sana kutafsiri taswira yake ndani na nje ya taifa letu. Leo Tanzania inarejelewa kwamba ni kisiwa cha amani, moja ya mtumbwi uliotafutwa sana duniani ili uweze kutobolewa na maji yaweze kuingia kwenye mtumbwi huo, ni mtumbwi wa nchi ya Tanzania. Concept kubwa ambayo wazee wangu wamezungumza hapa kuhusu vijana na amani, vijana maendeleo na kadhalika, lina maana kubwa mno kwa hiki ambacho nitakisema hivi punde. Ukianza kuangalia katika mataifa mengi duniani kote, na hii juzi mmeona pale Madagascar, Mheshimiwa Rais Rujorina alilazimika kuvunja baraza la mawaziri kwa kile ambacho wananchi wanasema wameona kama hakuna dhana ya uwajibikaji. Leo rais wa mpito ameapishwa pale Madagascar. Tumeona baadhi ya mataifa kama Libya, mzee wetu hayati Muammar Gaddafi, namna alivyopotea katika ulimwengu. Tumeona pia mataifa mengineyo amani ikiwa imepotea. Sasa vyanzo vya kupotea kwa amani ni vingi. Nikianza tu na mfano mdogo hapa Madagascar, ambako wananchi wamekuwa kilalamika na kuona kama vile serikali haichukui maamuzi makubwa. Kuna point moja imezungumzwa hapa kwamba inategemeana vijana wetu wanaangalia nini kila siku. Hiyo ndio itasababisha wao waweze kubehave kulingana na wanachokiangalia. Ukiangalia kule Madagascar ukayaleta Tanzania, unaweza kuwa tofauti sana. Mimi tangu nimefika Dar es Salaam, huu ni kama mwaka wa pili na kidogo, na mnakumbuka wakati nimefika hapa niliwahi kupokelewa na mvua nyingi sana ambazo zilikuwa zinasababisha mafuriko kila mahali, ambayo mimi kwa tafsiri niliita hayo si mafuriko. Lakini nilikwenda nikakaa na Mheshimiwa Rais na waziri wa ujenzi,
nikawaambia lazima tujisahihishe pale ambapo tumekosea ili kutengeneza huduma sahihi kwa Watanzania na kuepusha malalamiko. Leo mvua zilizokuwa zinanyesha kwa muda mrefu Dar es Salaam na kusababisha madaraja kama ya Jangwani kufungwa mara kwa mara, na kila mwaka ilikuwa ni ahadi kwenye ni ahadi. Hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 97 ili ziweze kujenga upya daraja la Jangwani kwa urefu wa mita 390, kuwa na walkways, lakini kutoka chini ya ardhi kwenda juu itakuwa na mita 10. Leo kwa mkandarasi wa kawaida hawezi kujenga ile daraja kwa sababu lina piles zaidi ya 196 ambazo kutoka kwenye ardhi inachimba mtambo mita 35 mpaka mita 40 kwenda chini ya ardhi. Maana yake kwa lugha nyepesi ni kwamba kilio cha Watanzania kuhusu daraja hilo sasa kinakwenda kuisha kabisa. Lakini pamoja na haya tulikuwa tunafunga pia daraja la Mkwajuni, tunafunga daraja la Kigogo, tunafunga. Lakini Kigogo napo tumevunja daraja lile, imeshatolewa bilioni 17, na Mkwajuni imeshatolewa bilioni 11. Yanajengwa upya madaraja ili kuinua na kutokufunga tena hizo barabara ziwasaidie Watanzania. Lakini kuna wakati hata sekretari wangu anakaa kule Kigamboni aliwahi kufika kwenye daraja la Nguva akasema tuwezi kuvuka, maji yamejaa. Daraja la Nguva imetolewa bilioni 92 na sasa linajengwa kutoka chini mpaka kwenda juu ni mita 8. Lakini vile vile mkienda hapa daraja la pale unapokwenda Kongoe pale Mbagala, ajali zilikuwa ni nyingi kila mahali, na mpaka leo juzi watu wamekufa kwenye mto Mzinga, daraja la mto Mzinga. Mheshimiwa Rais kwa kusikia kilio kile ametoa bilioni 54 ili zijenge kilomita 3 na zikajenge flyover pale Kongoe, na daraja nalo hivi ninavyozungumza tayari limekushaanza kujengwa. Lakini kama itoshi, mwaka jana kama mliona au mwaka juzi, mwaka jana mvua nyingi zilinyesha. Bwana mmoja akasema nimeokota gari kule upande wa Tegeta, kama mnakumbuka. Mimi na wakuu wa wilaya tulilala pale Mtongani pale jeshini NDC kwa mbele kidogo pale. Leo napozungumza Mheshimiwa Rais ameshatoa bilioni 24.6 na daraja lile linajengwa. Sasa ukiangalia taswira ya mkoa wa Dar es Salaam kwa barabara, kila mahali kumefukuliwa, barabara zikiwa zinajengwa. Hii maana yake nini? In connection to peace and security. Hii maana yake nini? Ni kwamba katika taifa ambalo watu wamepiga kelele kuhusu kukosekana kwa huduma za jamii na likafanya vurugu na taifa likaingia kwenye machafuko, kijana yote akiiga huko maana yake atakuwa amelikosea taifa la Tanzania, kwa sababu taifa la Tanzania limepata kiongozi msikivu anayepeleka huduma kwa Watanzania ili taifa liendelee kuwa na amani masaa yote. Miezi michache iliyopita tulikuwa tunalalamika umeme hapa, na nyinyi mnakumbuka. Rais huyu amehakikisha bwawa la Mwalimu Nyerere linakwisha ili lizalishe umeme na lilete megawatts nyingi katika grid ya taifa. Dar es Salaam sisi peke yetu hapa tunatumia megawati 650 karibu kila siku, na ndio demand yetu. Tuna Kinyerezi 1, tuna Kinyerezi 2, tuna Ubungo 1, Ubungo 2, Ubungo 3 pamoja na Tegeta. Hizi ni power plants za gesi, zinazalisha megawati 952. Hizi zimeongezewa uwezo, lakini kila umeme ukipita ilikuwa tunaleta itilafu kwa sababu umeme ulikuwa ni mwingi kuliko uwezo wa nyaya. Hivi ninavyozungumza Dar es Salaam kwa sasa hivi tuna miradi ya trilioni 1.3 ya upande wa TANESCO peke yake, kubadilisha nyaya, kubadilisha nguzo,
kununua majenereta makubwa na kuleta huduma zingine zote, ili viwanda viendelee kuzalisha na vijana waendelee kupata ajira. Sasa nini maana ya ajira in connection to peace and security? Sasa nimeona niseme kidogo kuhusu huduma za jamii. Juzi mliona mwendo kasi. Watu wameingia mpaka kwenye mabasi ya mwendo kasi, wanaimba nyimbo, wamefika kipindi wamepiga mpaka vile vioo vya mabasi karibu 9, wakapiga na vituo vya mwendo kasi. Mimi sikuwa na matatizo. Tatizo langu lilikuwa kwa nini upige afu kimbie? Kama unapiga unatulia ili tuje tukusikilize hoja. Lakini kukimbia kulisignify kwamba hawa si watu wa kawaida, bali ni wahalifu. Kwa hiyo wangeweza kutukuta katika hali ya kawaida, tungepigana. Kwa sababu yeye anaamua kupiga vituo na sisi tungempiga yeye, kwa sababu tunajua kabisa huyu sio mtu mzuri. Sasa haya yote maana yake nini? Tunahitimisha kwamba taifa la Tanzania, Mheshimiwa Rais amekuwa msikivu kuleta maendeleo kwa Watanzania. Alichokizungumza mzee wangu Ngeruko ni kweli, ni sio virahisi sana kuelewa. Lakini watoto wangu mimi na watoto wako wewe leo, sidhani kama wanaijua nyumba ya nyasi. Sidhani kama wanajua kwamba tiles huwa inawekwa. Yakizaliwa anatambaa kwenye tiles, anaanza kutembea kwenye tiles, anakuja kukaa na kula kwenye tiles, mwisho anadhani tiles ndio ardhi. Ukimpeleka mahali pengine anaanza kuuliza hiki ni nini? Baba, kwa nini tusinunue hii, ni nzuri? Akidhani ile ni tiles, kumbe ile ndio ardhi na hii ndio tiles. Concept aliyozungumza Sheikh ni kubwa mno. Maana yake hauwezi kuijua jana wala hauwezi kuijua juzi kama umri wako ukuwa wa jana. Leo tukienda hapa Mwalimu, tukienda hapa stendi ya Magufuli ya SGR na kule Dodoma na kule Morogoro, watu tunashuka mpaka unajiuliza, hivi hawa wote walikuwa wanapanda nini? Riski ya ajali imepungua, tunapanda tunakwenda kwa muda mfupi, maendeleo yanafanyika. Sasa alichokizungumza Sheikh pamoja na wote waliohudhurisha hapa, vijana wenzangu, kuna mtu mmoja juzi aliniambia, Chalamila una umri gani? Nikamtajia. Akasema ulipokuwa na miaka 20 mpaka angalau 39 ulikuwa unafikiri vipi? Nikamwambia. Akasema unajua bwana, kuna umri kila unachokifanya unakuwa very careful kuangalia jamii itasema nini. Ukitaka kuvaa suti unasema mbona hii suti kama ya kishamba shamba sana, jamii itanionaje? Ukitaka kununua gari unasema ngoja nikanunue Vogue kwa sababu IST, jamii itanionaje? Ukitaka kujenga nyumba unalazimishia kujenga gorofa. Kumbuka hapo uwezo hauna, ni ule wa kuungaunga ili kuonyesha jamii kwamba una hela. Yule jamaa akasema inapofikia miaka 60 unakuja kujua kwamba kumbe jamii ilikuwa hata ikuangalii ulichokuwa unakifanya. Kwa hiyo akahitimisha kwamba ni afadhali kutokwa jasho ungali kijana kuliko kuja kutokwa machozi ukiwa mzee. Hoja waliozungumza wahudhurishaji hapa ni kwamba hautajua thamani ya jasho kama hautajua madhara ya machozi. Hautajua thamani ya maumivu mpaka uje ujue madhara ya kukosekana kwa furaha. Kwa hiyo vijana wenzangu, kama uko bize na masuala ya kiuchumi katika taifa, utailinda amani kwa kuwa ni sehemu ya mchango wa uwekezaji katika taifa. Lakini kama wewe haueleweki, hauna anwani ya aina yoyote, unaweza kuhisi kuchafua mji na kuleta na kusababisha kukosekana kwa amani, ndio ujanja.
Sasa amani katika mataifa yote ndio mtaji namba moja. Na wenzetu wa mataifa mengine kwa nini wanaiwinda Tanzania? Ukifuatilia kwenye mitandao watu wengi wanaongea sana, watu wengi wanaongea. Lakini nataka niwathibitishie, mkidetail vizuri mtakuja kugundua wapo wanaowaongoza. Haiwezekani kazi yako iwe ni kuzungumza tu, huna ajira, umejificha ndani unazungumza tu. Lazima yupo anayekulisha, na huyu anayekulisha ndiye anayekutuma kwa bwana, tukifanikiwa pale, amani kikosekana pale, Leganga na Mchuchuma ni ya kwetu, madini ya nikeli Kagera ni ya kwetu, dhahabu ile ni ya kwetu, mafuta yaliyopo kwenye mito, kwenye maziwa ni ya kwetu, madini mengine yote yanayopatikana katika taifa ni ya kwetu. Brother, chukua dola milioni 20 hizi, wewe kazana, ongea kwenye YouTube, ongea kwenye vitu gani, ukifanikiwa tutakuongeza tena. Haiwezekani ujifiche chumbani, kazi yako ni kuongea tu. Unakula nini haieleweki, unaishije haieleweki, unabadilishaje suti haieleweki, unatoa wapi tai haieleweki. Lakini kazi yako wewe ni kuongea tu kwenye YouTube. Lazima ipo remote nyuma ambayo imekutuma kwamba kachafue amani ya taifa hilo, tukiweza tutakuongezea. Tutumie common sense. Wewe kaa siku 4 unaongea hapa Tanzania, wala usiende popote, kaa siku 4 unaongea, unapiga maneno hapa, utanithibitishia kabla masaa 72 hayajafika utakuwa umeishiwa nguvu, watakuwa wamekupeleka Muhimbili na utaongezewa drip na utajieleza kwa nini ulikuwa unafanya hivi. Lakini jiulize, kwa nini hao wanaoongea tu kwenye mitandao muda wote, yeye hapungukiwi nguvu, haongezei drip? Ni nani anayemuongoza? Manake mjue ni yule ambaye ni adui wa amani ya taifa letu. Tukidaka kama ilivyo, juzi nimewaambia wenzangu kwenye mkutano, nikawaambia maisha yetu Dar es Salaam mnayafahamu. Vurugu zikipigwa hapa, nilikuwa soko la Mabibo, nikawauliza Dar es Salaam tuna shamba? Wakasema tuna shamba. Nikawaambia tukivuruga Dar es Salaam inabidi Morogoro Road ifungwe, inabidi barabara ya Kilwa Road ifungwe, na inabidi meli zifungwe, kwa sababu haziwezi kukanyaga kisiwa ambacho amani yake imetoweka. Swali linakuja hapa Tanzania leo, madaktari wanasema takwimu za watu wanaotumia dawa za pressure na sukari kwa siku ni wengi sana, na kwa lugha nyepesi, inawezekana tujafanikiwa bado kuizalisha Tanzania. Meli ipo kwenye kina, imebeba madawa, ije ishushe tunywe tuendelee kuongea hivi tunavyoongea, haijafika kwa wiki 2. Manake pressure itapanda juu na sukari itapanda juu, na tutakufa kwa sababu ya wachache walioharibu amani. Wenzetu wanaoleta vitunguu, mahindi, mchele, ng'ombe kutoka kwenye mikoa mingine, inabidi barabara hiyo ifungwe, chakula kisiingie Dar es Salaam, tule jeuri yetu, tule fujo yetu, tule ubabe wetu, tule utapeli wetu, vyakula viende huko sehemu nyingine. Manake ni kwamba Dar es Salaam ikitokea fujo Tanzania, moja ya mkoa ambao watu watakufa kabla masaa 4 hajafika ni Dar es Salaam. Kwa sababu Dar es Salaam tunatafuta asubuhi ili tule mchana, tunatafuta mchana ili tule usiku. Maisha yetu imekuwa ndio kacha, hatutunzi vyakula. Na baba ukimuuliza anasema tukitunza vyakula wadudu wataingia kwenye mchele. Lakini anajua kwamba sina hela ya kesho, anasema wadudu wataingia kwenye mchele, kwa ni bora kununua kila siku, na hiyo ndio njia nyepesi. Bwana baba, tutunze basi samaki angalau wa wiki moja. Hapana, umeme utatumika mwingi, bora tununue kila siku. Basi unaamini, lakini kumbe ni kwa sababu hela ya kula baadaye haijapatikana, itapatikana baadaye. Na hela ya kula usiku haijapatikana, itapatikana usiku. Sasa tumevuruga hiki kinachoitwa amani. Tutakula nini? Wazazi wetu wako kijijini wanatumia madawa yanayotoka bandari ya Dar es Salaam.
Madawa hayawezi kwenda kwa sababu meli haishushi au tankari haipo wala bathi haipo, inabidi tusubiri. Hiyo ndio madhara makubwa ya kukosekana kwa amani. Vijana humu ndani mmo ambao mmesoma na degree mnazo, wengi tumejiunga kwenye mkumbo kwamba taifa la Tanzania halina ajira, na wazazi pia. Na kijana mmoja juzi amenifuata anasema, naomba unisaidie, bila kuwa na mtu sipati ajira. Ile point aliyozungumza shehe wetu hapa kwamba kijana unaweza kubehave namna gani kulingana na unachokiona. Leo vyuo vikuu vimeongezeka. Serikali imetoa ada kwanza, inaitwa elimu bila ada, ila ina michango mingine. Watu wanajaribu kuchallenge kwamba mnasema bila ada, mbona michango ni mingi? Shule ina gharama nyingi. Kipengele cha ada kimetolewa ili ilipo na serikali. Vimebaki vipengele kama uniform, ukiumwa, siwi nini, hivyo ni vya kwako wewe mzazi. Ada imetolewa na serikali ili kulipie. Sasa nikawa nauliza, darasa la kwanza mpaka form 4 umesoma bure, form 4 mpaka form 6 umekuja bure, form 6 kwenda chuo kikuu serikali ikasema hautakuwa na uwezo ikulipie, wewe utakuja kuilipa. Umefika chuo kikuu umemaliza, baada ya kumaliza umekaa mwaka wa kwanza huna ajira, mwaka wa pili hauna ajira, mwaka wa tatu hauna ajira. Baba analalamika na mtoto analalamika, mama analalamika na mtoto analalamika. Mwisho tunakuja kuichukia serikali kwamba haitoi ajira. Lakini katika jopo la wale waliomaliza mwaka huo wapo walioajiriwa kwenye ajira rasmi na wapo ambao hawajaajiriwa kwenye ajira rasmi. Ajira rasmi za serikali na zile ambazo sio za serikali. Katika wale waliomaliza mwaka huo wapo walioanza kuwa na pesa na wapo ambao hawana pesa. Katika wale waliomaliza mwaka huo yupo mwingine amejibadilisha kuwa mwizi, yupo mwingine amejibadilisha kuwa ni mtu wa kawaida. Hoja ya msingi ni nini? Kuna kitabu ameandika mtu anaitwa Holiday, kinaitwa Ego is the Enemy. Ego is the enemy. Yani wewe kila kitu unachotaka kukifanya ukitafsiri kwamba mimi bila kushikwa mkono siwezi, maana yake hauji kufanikiwa kama hujakutana na kukushika mkono. Lakini unajiuliza, kama sisi tuliosoma tunakuja kuwa na maisha magumu tukisema imesababishwa na serikali, right? Huyu ambaye hajasoma na amekwenda kufungua maduka sio wapi Kariakoo, na mimi hata mkoa leo nikitaka kuita wadau naanza kumuita yule amefanyaje? Basi achana na elimu uliyosoma, hebu tumwige huyu aliyoko Kariakoo ambaye akwenda darasani, ili tusilaumu serikali. Mimi nimekuja kugundua pamoja na matatizo au changamoto zinazoweza kuwepo katika nchi, lakini pia vijana sisi tuna mchango mkubwa wa kujirudisha nyuma. Halafu wazazi pia, niliona concept hapa mzee ameuliza hapa, wazazi pia tuna mchango pia mkubwa wa kukatisha tamaa watoto. Kijana analia na mzazi analia. Sasa kijana usipojikaza, manake mambo hayawezi kwenda. Siku moja nilizungumza, kijana unakuta una simu ya shilingi 800,000, upo tayari kuwa na simu ya shilingi 800,000, unakwenda mahali penye free wifi kwenda kuchat, wakati wenzako wanahangaika kwenda kwenye free wifi kwenda kutangaza bidhaa hata kama sio za kwao, ili mradi apate ka 20 au ka 10%. Sasa ego ikiwa ni enemy, hawezi kuzijua hizo fursa. Mwisho unakuta ni mtu kulalamika wakati wote. Ukidevelop kulalamika wakati wote, kunatengeneza hormone ambazo mwisho zinaweza zikauharibu hata mwili. Nadhani mnafahamu mahusiano yaliyopo kati ya stress
na kuongezeka kwa mwili. Nafikiri mnafahamu. Msije mkamuona mtu mnene mkafikiri yuko vizuri. Wakati fulani ni stress hormones zimejipelekea huko. Na ndio maana unashauriwa fanya mazoezi, kwa sababu stress inafanyaje? Inapungua na nini. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu, in order to be a potential human capital, kuna mambo mengi ya kuyawaza upya. Leo unawakuta watu Dar es Salaam, mahali ambapo kuna population ya watu wengi, lakini naye analalamika sawa sawa na mtu ambaye yuko kwenye mkoa wenye population ambayo sio nyingi. Leo ukiweka kitu hapa barabarani Dar es Salaam kinauzika, lakini ukienda kwenye mkoa mwingine inawezekana flow ya watu isiwe kubwa, hakiuziki. Kuwa tu mkoa wa Dar es Salaam ni mtaji tosha. Na niliwahi kuwaambia, hapa ndipo mahali ambapo mtu hajui kusoma wala kuandika, lakini anapiga tai na anachukua gazeti la Daily News kila siku, ndio bajeti yake. Na ukimuona anachochangia unaweza kufikiri huyu jamaa alikuwa Marekani jana, lakini amegundua fursa kwamba mtu mtanashati alishika gazeti, anaaminika. Kuna yeye anaamua kuishi hivyo. Ile nataka kusema, mwanangu naomba nisaidie au nikope milioni 10, nina jambo moja mara moja nitakurudishia baadaye, unatoa kwa sababu umeona ule utanashati. Hapa ndipo mahali ambapo mtu anaweza sielewa anakolala, lakini anaamka na briefcase na hakuna mtu anamsema, kwa sababu ndio maisha yetu. Ile inakufundisha nini? Kwamba pana potential. Na hapa ndipo unapomkuta mganga wa kienyeji yuko kanisani, mganga wa kienyeji yuko msikitini. Yani yeye mwenyewe ameona kuna uganga wangu wote, niende msikitini kuswali, lakini akirudi anasema njoo utapata hela nyingi, lakini kula kienda Mungu nisaidie nipate hela nyingi. Ndio unajua hiyo ndio Dar es Salaam. Sasa ni jawabu lako wewe kujua umfuate au usimfuate. Jamani, baada ya kusema haya, mimi nawashukuru sana kwa kuandaa kongamano hili muhimu. Tarehe 29 ya mwezi wa 10 tuna uchaguzi. Uchaguzi wetu sisi ni uchaguzi wa huru na amani. Sisi kazi yetu sio kusema ukakipigie chama fulani kura, hapana. Kazi yetu ni kukueleza wewe uliyejiandikisha, jitokeze kwenda kupiga kura, kwa sababu tupo kuilinda amani ya taifa letu. Hakuna atakayeichezea amani hii kwa maslahi yake. Na Mheshimiwa Rais amefanya mikutano kote huko, anaendelea kufanya mikutano. Dar es Salaam wamekuja wagombea wa vyama vyote, hakuna hata mmoja gari lake limepigwa mawe. Nilikuwa naangalia tu kwenye TV, sijui mgombea gani gari lake limepigwa mawe, lakini sisi hapa halijapigwa mawe. Na tarehe 21, 22 na 23 ya mwezi huu tumepokea pia ratiba kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kwamba mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi naye atakuwa na mikutano Dar es Salaam. Atakuwa na mkutano Leaders Club, mitaa ya Leaders Club tarehe ya kwanza. Atakuwa na mkutano kwenye uwanja wa pale TANESCO kule Temeke, na atakuwa pia na mkutano uwanja wa Kinyerezi, tunaita uwanja wa Kecha pale uwanja wa Kinyerezi. Atakuwa na mikutano mitatu. Namna tuliopokea ratiba, wajibu wetu sisi kama viongozi wa serikali sio kwenda kuambia watu mpigieni Rais Samia, hapana. Kazi yetu sisi ni kusema tutalinda mkutano wa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi kama tulivyoilinda mikutano ya wagombea wote, ili naye nadi sera zake ataifikia mwisho, itafika siku ya kura. Kwa hiyo nimeona niwaambie tu hili kwamba mjitokeze pia kwenda kusikiza sera za hawa wagombea wetu, ili tuache kubishana huku mtaani kwa hoja ambazo wagombea hawajasema au wagombea wamesema. Tarehe 21, 22 na 23 mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi tumepokea taarifa kwamba atakuwa hapa. Kwa hiyo niwathibitishie wana CCM mlioko humu au mlioko nje kwamba mgombea wa chama huyo cha Mapinduzi wala hatapata baya lolote akiwa hapa. Tutamlinda kama tulivyolinda wagombea wengine, ili naye atoke salama. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana na asanteni sana.